Tupo katika mwendelezo wa ziara yetu ambayo ilianzia jana, na kama kawaida tumetembelea katika maeneo mbalimbali yanayosimamiwa na Wizara ya Kilimo, katika maeneo ya vituo vya mifugo, misitu, kilimo na maeneo ya umwagiliaji. Ni mwendelezo wa ziara ya Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame katika mkoa wa Kusini Unguja kutembelea maeneo mbalimbali yanayosimamiwa na wizara hiyo, hatua iliyoridhisha matumaini mapya ya mageuzi na uimarishaji wa sekta za kilimo, umwagiliaji, misitu na mifugo. Na katika kuongeza tija kwenye vivutio vya utalii Zanzibar, kwa mara ya kwanza Zanzibar itaingia rasmi katika utalii wa nyuki ili kunufaika na fursa zinazotokana na sekta hiyo. Vile vile katika soko la zao la nazi, juhudi za serikali zinaendelea kuonekana kupitia upandaji wa minazi mirefu kwa ajili ya uzalishaji wa nazi za kupikia na mafuta, pamoja na minazi midogo kwa ajili ya uzalishaji wa madafu. Moja kati ya eneo ambalo linaweza kuongeza tija au mapato kwa nchi yetu, lakini pia kuimarisha sekta hii ya ufugaji ni eneo la nyuki. Na tumekwenda katika msitu wa Kibele, tumeona kwamba kuna ufugaji wa nyuki unaendelea, na kuna ufugaji wa nyuki wa aina mbili, kuna wale nyuki wakubwa na nyuki wadogo wadogo. Tumeshakubaliana wizara kwamba tutafanya ni ugatuzi au tutaeneza ufugaji huu, tutasambaza ufugaji huu katika misitu mingine, ili kazi hii sasa iweze kufanyika kwa ufanisi, lakini pia iwe ni moja kati ya vivutio vya utalii. Tunakwenda kuanzisha na sisi utalii wa nyuki, ambapo Zanzibar itakuwa ni mara ya kwanza. Tumeelezwa wenzetu Tanzania bara wanao utalii wa nyuki, lakini Zanzibar bado. Sasa tutakwenda kuanza utalii wa nyuki ili watalii wa ndani na watalii wa nje waweza kuja kuona nyuki wa Zanzibar, lakini pia tuweze kufaidika na kile ambacho kinatokana na nyuki wakubwa na nyuki wadogo wadogo. Kiujumla, soko la nazi lipo Zanzibar kwa sababu Wazanzibari wale wengi utamaduni wao ni kutumia nazi. Shida iliyopo ni kwamba nazi zenyewe hazipo. Juhudi ya serikali kupitia Wizara ya Kilimo ni kuendeleza upandaji wa minazi ile ya kizamani, wanaita African Tall. Kwa hiyo tumetembelea eneo la Bambi, tumeona kwamba ni kituo kimoja ambacho sasa hivi kimeanza kurejesha upandaji wa nazi, lakini pia kurejesha mbegu za minazi mirefu, ili sasa tuweze kurejesha ile tamaduni yetu ya Wazanzibari wa kutumia nazi badala ya kutumia mafuta mengine. Kwa hiyo mkakati uliopo ni kuendelea kupanda minazi mirefu, lakini pia tutapanda na minazi midogo kwa ajili ya madafu. Tukiwa na minazi ya aina mbili, tutapunguza matumizi ya minazi mirefu au minazi mikubwa kuliwa madafu, ili tupate minazi mingine ya kawaida midogo midogo ambayo ni maalum kwa ajili ya madafu. Tutapanda minazi maalum kwa ajili ya madafu, tutashajiisha upandaji wake, lakini pia tutapanda minazi mikubwa kwa ajili ya kupata nazi na mafuta ya nazi. Naibu Waziri wa Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Dr. Salum Sud Hamid, akielezea mipango ya serikali kupitia wizara hiyo katika kilimo cha chakula na cha biashara. Ili tufikie huko tunakotaka kwenye uhakika wa chakula, lazima tuje na mipango. Sasa mipango hiyo tutakuja nayo na tutaitangaza rasmi kwa jamii kwamba Wizara ya Kilimo sasa imekusudia kufanya mageuzi ya kilimo, labda kwenye mazao haya pendekezwa, na hizi ndio hatua ambazo tutachukua. Lakini mipango hiyo itakuwa imelenga kule kwenye kuboresha huduma, kwa maana upatikanaji wa elimu kwa wakulima kupitia mabibi na mabwana shamba tulokuwa nao, lakini vile vile upatikanaji wa pembejeo pamoja na viuatilifu kwa wakati, kwa maana ikiwa ni ruzuku basi zipatikane kwa wakati na zenye ubora. Lakini vile vile kuwashajihisha watu kulima yale mazao ambayo sisi tunaona sasa haya ndio mazao ya mkakati yatakayotufikisha kwenye uhakika wa chakula. Lakini mbali na hilo, kuweza kuhifadhi, kwa sababu tunajua mara nyingi tunapata changamoto, tunazalisha kwa wingi, lakini mwisho wa siku maeneo ya kuhifadhi ndiyo inakuwa shida. Kwa hiyo serikali imedhamiria kwamba tutajenga mahala kwenye maeneo ambayo tutayachagua, ama tayari kuna maeneo makubwa tulishayatangaza. Kwa upande wa Unguja itakuwa ni sehemu ya Dunga, lakini mahala haya tunataka tuyajaze. Sasa kile ambacho tutakushajihisha watu kukilima watatumia wao kama chakula, kitakachobakia kitanunuliwa na serikali ama wale wawekezaji ambao tutakubaliana nao ili kiweze kuhifadhiwa. Na tunalenga hichi kije kununuliwa na serikali, kwa sababu kama ni usalama wa chakula ndani ya nchi,
Ukimpa hata mwekezaji, time nyingine inawezekana akaja akakiuza kwa bei ya juu pale ambapo kinahitajika. Kwa hiyo serikali itasimamia hili kama ni mnunuzi namba moja wa kile cha ziada ambacho wakulima wetu wanazalisha. Na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo Zanzibar akielezea baada ya ziara hiyo kwa jukumu lao linalofuata kama watafiti ni kuchukua changamoto za wakulima na kuzifanyia kazi ili kuleta tija. Unajua utafiti unatokana na changamoto. Kwa hivyo baada ya kupita pamoja na Mheshimiwa Waziri katika maeneo tofauti, sisi tulikuwa tunazichukua zile changamoto za wakulima ambao wanazozielezea katika vituo vyao. Mfano katika mpunga pale, baada ya mazungumzo wakanifuata, wakaniambia, "Je, mtaweza kutupatia variety ambayo nzuri ambayo itaweza kuzaa kwa muda wa miezi mitatu?" Kwa hivyo ile ni changamoto kwetu, tunaichukua, tunaenda kuifanyia utafiti. Hilo moja katika swala ambalo ni roli ya watu watafiti. Kwa hivyo ziara hii pamoja na Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri pamoja na wataalamu wengine wa kurugenzi wa Wizara ya Kilimo, sisi kwa upande wetu kama watafiti tunazichukua zile changamoto zote ambazo wakulima wamezitaja na kwenda kuzifanyia kazi ili kujaribu kuongeza uzalishaji. Kwa sababu lengo kuu katika utafiti wa aina yote ni kuja kuongeza uzalishaji, na ndicho ambacho mkulima anachokitaka. Kwa hivyo ziara hii kwa upande wetu sisi tumezichukua changamoto na tutazifanyia kazi kwa ukamilifu. Mwendelezo wa ziara hiyo iliyofanyika Novemba 30 katika mkoa wa Kusini Unguja itaendelea Pemba. Pia ziara hiyo ni mwanzo wa kuandaa ziara nyingine kwa wadau mbalimbali wa wizara hiyo. Kwa msaada wa mpiga picha Ali Haj, Fatma Bernard, ASAM Online TV.